Matumaini yangu ni kwamba umweri wa afya, mpendwa msikilizaji, mahali popote panapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbwa katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Luba Tite naja tena mbele zenu, wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zilula San ameleta kwetu. Ndugu zangu, kikawaida, kama jinsi mnavyoelewa, kabla ya yote napenda kwanza kuwakumbusheni kwamba leo tuko tarehe 19 wakati ambao na rekodi video hii, mwezi huu wa tatu, yani kumebaki kama siku 11 tu ili ienee hizo tarehe 30 ambapo tutakutana na mzaliwa wa pili. Kwa hiyo ndugu zangu nyote ambao mlikuwa bado hamjajua, yani tarehe 30 mwezi huu wa tatu kuanzia saa 4:30 majira ya Tanzania itakuwa siku ya Jumapili. Tutakuwa na mzaliwa wa pili live kwenye Zoom. Kwa hiyo yeyote yule ambaye anataka, aliye na maswali, anaweza akajiunga nasi, maana tutaweka Zoom meeting code, ID na password. Mnaweza mkajiunga bila matatizo ili mwende kumwona ni mwalimu wenu. Kila mmoja anakaribishwa ambaye anapenda ukweli, haijalishi uko wa dini gani za mwingine, kwa sababu sio swala la dini, kwa sababu ni historia ya mtu mweusi, na mgeni ambaye yuko ni kwa ajili yako wewe mtu mweusi, sio kwa ajili ya kwamba labda ni dini za mwingine. No, tuko katika kiroho ili muje mumuone, maana nyakati kama hizi hamtazipata, na akiondoka ameondoka. Kwa hiyo ikiwa anawaita muje kumwona, nanyi pia mtashuhudia hata kwa vizazi vyenu vinaokuja kwamba hata kama hatukukubali ukweli, lakini angalau tulienda tukamwona, tuliongea naye, kwa sababu ni shuhuda ambazo hamwezi mkazipata katika kila nyakati. Hapana, maana ni neema kubwa sana sisi kuwa katika kipindi hiki cha mzaliwa wa pili, ndugu zangu. Kwa hiyo nawaombeni sana, msisite, msiogope. Ukweli ndio huu ndio ukweli wenu. Hakuna kweli mbili, dini zote ni za uongo, na ukweli ndio utakaokoa watu wote ambao wanaotaka kuokolewa. Yani ndio ukweli huu. Bila kupitia katika ukweli huu, hakika ni vigumu na haiwezekani. Tuseme sio vigumu, haiwezekani kurisi ufalme ule mnaosema ufalme wa Mungu wazi wa mbinguni. Hilo haliwezekani, kwa sababu dini zote ni za uongo, ndugu zangu. Imani zingine zote tofauti na hili ambalo mnalipata, hakuna ukweli hata kidogo ndani yake, nanyi mnalijua. Ndugu zangu, siku ya leo taingia katika kipindi hiki ambacho kinahusu ni nani mwanaume aliye uchi, katika Marko sura yake ya 14 na mstari wa 51. Alama ya kuuliza, ni nani mwanaume aliye uchi? Maana mnapoenda kusoma katika kitabu hicho cha Marko sura yake ya 14 mstari kuanzia 50 kushuka hadi 52, mtakuja kuona kwamba wanaongelea kuna mwanaume mmoja, na sehemu zingine wanasema ni kijana, ambaye alikuwa sijui, katika tafsiri, baadhi ya tafsiri zinasema alikuwa amejifunika, alikuwa amevaa shuka alikuwa amevaa shuka, lakini sio shuka. Tutaenda kueleza ni kitu gani ambacho alikuwa amevaa, lakini baadaye akakimbia yuko uchi. Kwa nini? Na ni kipindi ambacho wanasema kwamba ni kipindi ambacho huyu wanayeita Yesu alikuja kuwekwa nguvuni ili ashikwe. Sasa kuna huyu mwanaume ambaye katika kipindi hicho yeye alikuwepo, naye pia anamfuata nyuma, anamfuata huyo Yesu, na baadaye sijui walimuona akataka kukimbia, wakachukua vazi, yani wakamshika kwenye vazi. Walipoondoa ili kumshika, kumbe aliwaachia vazi, akaenda na kimbia yuko uchi kabisa, bila chupi hata ndani. Kwa hiyo hizo ni swali ambazo watu wanaweza kujiuliza, na mkiangalia haya mambo, ndugu zangu, mnaposoma hata ndani ya Biblia za kisasa, unaweza ukasoma kweli, lakini hautajua huyo mwanaume ni nani na kwa nini alitembea muda huu yuko uchi, hana hata chupi. Kwa nini? Alikuwa ni kichaa? No, haijaandikwa kwamba alikuwa kichaa. Sasa imetokea namna gani kwamba awe uchi katika kipindi hicho, wakati huo wa huyu mwanayeita kwamba ni Yesu? Mnaweza mkauliza, hao wote wanaojiita kwamba ni wachungaji hawawezi wakapatia jibu hata moja kuhusiana na tukio hilo ambalo limeandikwa katika kitabu cha Marko sura ya 14 kuanzia mstari wa 50
hadi 52. Hawawezi kuwa mbili, lakini sisi tutaingia katika ukweli ili kuwaonyesheni kwa nini alikuwa uchi katika kipindi, kwa nini alikimbia akiwa uchi na jina lake alikuwa nani. Kwa ndio maana mnapochukua hiyo historia mkiandika hata kwenye mitandao ya kijamii kama kawaida, wataonyesha kwamba ni mwanaume. Mkiandika Marko 14:51 wataonyesha kwamba ni mwanaume mzungu ambaye wanataka kumkaba, wanataka kumshika, yani wanaonyesha kwamba anakimbia. Hivi ndivyo wataonyesha, lakini ni historia ya watu weusi, kwa sababu Biblia yote, historia yote ya Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo ni historia ya watu weusi ambayo wazungu walitaka kuiba, lakini ilikuwa ni kazi bure. Kwa hiyo manabii wote, Kristo wa kweli wote walikuwa ni weusi mtupu. Taifa la muumba wa kweli ni watu weusi, ili mnatakiwa kulielewa. Na we mweusi unaposikia hivi unatakiwa kufurahi na kushangilia, na sio kwamba kukufariji. Huo ndio ukweli halisi, kwa sababu wewe ndiye mbegu halisi kabisa. Sasa tutaenda kuangalia sasa huyu mtu alikuwa ni nani, huyu mwanaume aza kijana, kulingana na tafsiri mbalimbali, na kwa nini alikuwa uchi. Ina maana kwamba alikuwa hana mavazi, alikuwa hanunui hata chupi za ndani, za chupi, chupi zinakuwa za ndani, hanunui chupi, hanunui boksa nini. Haya mambo hayao kuwepo, za namna gani? Je, alikuwa kicha ni nini? Kwa nini alijikuta kwamba yeye anafuatilia huyu Yesu, lakini baadaye anakuja kujikuta kwamba anakimbia yuko uchi kabisa, bwanyama, yani bure, bila kitu chochote kabisa kwenye mwili wake. Kwa nini? Na huu usiku ambao ulikuwa usiku ambapo huyu wanayeita Yesu alikuwa anawekwa nguvuni, alikuwa anafanya nini hapa? Alikuwa hakuwa na wazazi, hakuwa na kwao. Ni kitu gani ambacho kitendeka? Hawatawambia utambulisho wa mtu huyu hata kidogo. Lakini sisi, kabla ya kuingia ndani ya karata ndimsi, tutaenda kusoma kwanza kama gisi wao wanavyoandika kitabu cha maajabu. Hakika ni cha maajabu. Watu wanapoongea, watu wanafikiri kwamba nyinyi mnasu. Hatuko katika mambo ya Mungu ameniambia za namna gani, tuko katika uhalisia wenyewe, ndugu zangu, ndio huu. Basi tukienda katika kitabu cha Marko sura yake ya 14 mstari wa 50 hadi 52, mimi nachukua tafsiri ya ulimwengu mpya, maana kuna tafsiri zingine ambazo wanaandika tofauti na kile ambacho kinatakiwa kuhusiana na ile andiko hapa. Inaanza kusema hivi kwenye mstari wa 50, inasema ndipo wote wakamwacha na kukimbia. Hapa wanaongelea wanafunzi wa huyu watakayeita kwamba ni Yesu, kwamba wakati huyu Yesu alipokuja kushikwa, kuwekwa nguvuni, moja kwa moja wanafunzi wakakimbia. Hata hivyo, alafu anasema kijana fulani aliyevaa vazi la kitani bora juu ya mwili wake ulio uchi akaanza kumfuata kwa karibu. Kwa hiyo wanawambia kwamba alikuwa kijana. Huyo kijana ni nani? Wanawambia ni kijana fulani. Kijana fulani hakuwa na wazazi, hakuwa na sehemu ambapo anatakiwa kutulia. Huu usiku walikuwa anafanya nini? Kijana wa watu, kitu gani ambacho anafanya? Kwa hiyo wakaanza kumfuata huyu wanayeita kwamba ni Yesu kwa karibu, nao wakajaribu kumkamata, lakini akaliacha vazi lake la kitani, akakimbia akiwa uchi. Akakimbia akiwa uchi. Kwa hiyo kwanza, wanapozungumzia hapa kwamba kijana huyo alikuwa na vazi la kitani, alikuwa amevaa kwelikweli vazi la kitani, kwa nini wanawekea manani zaidi sana, wanakazia sana hapa kusema kwamba alikuwa amevalia vazi la kitani safi, aiza bora? Kwa nini? Wanaweza wakasema tu kwamba alikuwa amevalia tu vazi, alikuwa na vazi, lakini kwa nini wahakikishe kwamba wanatakiwa kuweka ni aina ipi ya vazi ambalo alikuwa amelivaa? Sio kwa bure wao
kuongelea hili, kwa sababu kulingana na Biblia za kisasa ni watu wenye pesa kwelikweli, ambao waliokuwa na uweza wa kuvaa vazi kama hili ambalo tumelisoma, ambalo ni vazi la kitani bora, aiza kitani safi. Hivi sijui kama unaelewa. Kwa hiyo ili kuanza kuwaonyesha kwamba huyu mwanaume huyu wanayeita kijana sio kwamba alikuwa ni kichaa, hapana. Lakini hadi muda huu Biblia haijatuambia ni nini kilichofanya kwamba wakati huo, muda huo huo, apate kuwepo kwanza hapo na baadaye kukimbia akiwa uchi. Ni nini hasa kilichotendeka? Yeye nguo za ndani zilikuwa wapi za kwake? Ndio maana ili kuonyesha kwanza kwamba wanapoongelea kuhusiana na vazi la kitani ambayo ni safi, aiza bora, yaani ni kitu ambacho sio kila mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kuwa na vazi kama hili. Yaani ni wale watu ambao wanajiweza, ambao wana pesa, ambao wanaweza wakavaa vazi kama hili. Ndio maana hata mnapoangalia katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 41 mstari wa 42, katika tafsiri tu hiyo hiyo ya Ulimwengu Mpya inasema ni katika kipindi ambapo Yusufu aliweza kufasiri ndoto ya Farao, akamwambia, alafu baadaye sasa Farao akafurahia hicho kitendo, sasa atampatia wadhifa. Lakini kwa kumpatia wadhifa kuna mambo kadhaa aliyoyatenda kabla ya hayo. Ndio hapa tunasoma Mwanzo 41:42 nasema, alafu Farao akaivua pete yake ya muhuri kutoka kwa mkono wake mwenyewe na kumvisha Yusufu mkononi, akamvisha pia mavazi ya kitani bora na mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Kwa hiyo hapa tunaona vile vile kwamba ni mavazi ya kitani bora, mavazi ya kitani safi ambayo Yusufu alivishwa kutoka kwa Farao. Yaani alivishwa na Farao ili kuonyesha wadhifa wake, ili kumfanya aonekane kuwa tofauti na wale wengine. Kwa hiyo haya mavazi sio mavazi ambayo kila mtu alikuwa na uwezo wa kuwa nao, hapana. Kwa hiyo huyo mwanaume aweza kijana, kama gisi wanavyotafsiri katika kitabu cha Marko sura yake ya 14 51 hadi 52, yaani alikuwa ni mtu ambaye amejiweza, yaani alikuwa mtu ambaye ana pesa ili kuvaa aina za nguo hizi. Na hili pia tunaweza tukaliona tena katika kitabu cha Luka sura yake 16 mstari wa 19, inasema palikuwa na mtu mmoja tajiri ambaye alikuwa anavaa mavazi ya bei kubwa sana ya rangi ya zambarau na ya kitani safi na kufanya sherehe kila siku. Kwa hiyo wanawambia hapa kwamba aliyekuwa anavaa mavazi ya bei kubwa sana, alafu wanawambia yaani ya rangi ya zambarau na ya kitani safi. Kwa tajiri huyu naye pia alikuwa na hayo mavazi, na huyu mwanaume huyo kijana ambaye wanaita kijana, naye pia alikuwa na vazi hilo la kitani bora, kitani safi. Kwa hiyo sasa yote ambayo niliyoanza kuyazungumza ulikuwa ni utangulizi. Sasa tunaingia ndani ya karata ndimsi ili kuwapatia taarifa, habari, hadisi halisi ya nini kilichotokea. Huyu mhusika ambaye wanaita kijana mmoja, yeye aliitwa nani na kwa nini alijikuta wakati huo yani anakimbizwa, wakachukua vazi lake, yani kutaka kumshika, alafu wakabaki na vazi mkononi na akaenda yuko uchi yani mambo yote yako wazi, anaenda anakimbia jubu, 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 jubu. Kwa nini hakuvaa vazi la ndani? Hapa ndipo kuna siri hasa. Kipengele cha kwanza tutaongelea kuhusiana usiku wa ajabu ambapo Jokisabe aliwekwa nguvuni. Usiku wa ajabu ambapo Jokisabe aliwekwa nguvuni. Kwa hiyo ndugu zangu, hatuko tena ndani ya Biblia za kisasa, hapana. Tunaingia sasa katika ukweli, tunaingia katika uhalisia. Hapa wao walichukua historia ya Kristo wa kweli ambayo ni Jokisabe, wakachukua historia yake wakaibadilisha, wakampachika huyu wanayeita kwamba ni Yesu.
Na hapo sasa ndipo wakati Jokisabe alipokuja kuwekwa nguvuni, na tutaenda kuambia ni aina gani ya watu waliokuja kumshika. Unaona, ndipo wakachukua hiyo historia. Alikuwa ni Jokisabe mweusi ambaye alielezea haya na ambaye haya mambo yalitendeka katika kipindi chake. Ndio maana tunaenda katika Kalata Batopeda Mundi sura yake ya 8 mstari wa kwanza, yani kitabu cha manabii. Kalata Batopeda Mundi, yani kitabu cha manabii, sura yake ya 8 mstari wa kwanza inasema, usiku ule Jokisabe alikamatwa, aliwaambia wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko, yaani metisi, waliokuja kumkamata. Kuna nukta mbili. Kwa hiyo hapa Jokisabe ambaye ni Kudumanemula, Kristo wa kweli ambaye alikuwa ni mweusi, anaanza kwanza kusema kwamba katika wakati huo, jioni hiyo, kuna aina ya watu ambao waliokuja kumweka nguvuni, kumshika. Kulikuwa wasioanzishwa ambao ni weusi, baadhi yao alubai, wazungu na damu mchanganyiko. Yaani haya mambo haya hata kipindi cha Kristo weusi nao pia lazima watakuwepo, lakini sijasema kwamba ni weusi nao pia walikuwepo kati ya watu waliomuua Jokisabe, kati ya wale waliomuua Jokisabe. Hapana, tunajua kwamba waliomuua Jokisabe ni wazungu na damu mchanganyiko, lakini wakati wa kuja kumshika kulikuwepo na baadhi ya wasioanzishwa, kulikuwepo na weusi pia, maana ili kwamba mzungu apate kutimiza kitu chake dhidi ya mtu mweusi lazima atatumia sehemu moja ya watu weusi ili kukamilisha mambo yake. Ndio maana mnaona vita hata manyumbani huko, yani hamtamwona mzungu mbele, yani anaweka weusi wenzetu sisi ndugu wa rangi kabisa, alafu wao wako nyuma wanatuma, alafu sisi tunauana sisi kwa sisi, lakini wao ndio wako nyuma wanatuweka kama vile watumwa, wanatukandamiza na kutufanya kama gisi wanavyotaka. Kwa hiyo kulikuwepo baadhi ya weusi pia wasioanzishwa ambao walikuwa katika muda huo walipokuja kumweka Jokisabe katika mikono. Sasa Jokisabe wakati wanapokuja kumshika, kutakuwa maneno ambayo atakayozungumza ya Jokisabe, maana yeye ni mwalimu, yeye ni muledi. Hata wakati wa kushikwa atawapatia mafundisho bila wao hata kutambua. Usiku ule Jokisabe alikamatwa, aliwaambia wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko, yani metisi, waliokuja kumkamata. Kuna nukta mbili. Je, mimi ni jambazi ili kwamba mje kunikamata na mapanga na fimbo? Alama ya kuuliza. Jokisabe. Kwa hiyo inaonyesha kwamba unapokuja kumkamata jambazi, unapokuja kumshika jambazi, lazima uwe na mapanga na uwe pia na fimbo, kwa sababu hilo ndio swala, hilo ndio jambo ambalo linaweza kuhusiana na majambazi. Lazima uwe na panga na uwe na fimbo ili kumshika huyo jambazi. Hivi sijui kama unaelewa vizuri. Je, sasa Jokisabe anawauliza, je, mimi ni jambazi ili kwamba mje kunikamata na mapanga na fimbo? Alama ya kuuliza. Kwa hiyo historia wanapoongelea kuhusiana na mapanga na fimbo, hii historia hii tunaiona wapi katika dunia hii ya mapanga na nini? Ni kwetu barani Afrika. Haya mambo yanatendeka zaidi sana. Sasa swali la kujiuliza ni kwa nini Jokisabe atazungumza namna hii? Kwa nini alitumia maneno haya? Kwa nini Jokisabe awaulizi kwamba anatumia neno jambazi? Kwa nini? Kwa sababu Jokisabe wakati hao walipokuja kumshika, alijua zaidi mawazo yao ya ndani, alijua kile ambacho walichokitaka. Sasa akapenya, na ndio maana katika maneno yao, hayo maneno Jokisabe atayatumia. Kwa hiyo atagusia mambo haya matatu.
kwamba wao wanamchukulia kama vile jambazi. Yaani neno la kwanza ni jambazi. Alafu la pili, wamekuja na mapanga. Yaani jambo la pili ni panga za mapanga, lakini pia wakaja na fimbo. Kwa hiyo jambo la tatu ni fimbo. Kwa nini Jokisabe aliongelea haya mambo matatu na kuyataja waziwazi? Kwa nini anaposema kuhusiana kama jambazi, mnamjia kama jambazi, kwa nini aongee hivi? Ni kwa sababu katika kitabu cha Esombe sura yake ya 41 mstari wa 9 inasema kwamba kwa maana hatukutumia maneno ya kujipendekeza kamwe, kama mjuavyo. Hatujawahi kuwa na uchoyo, kuna mabano, unyang'anyi, ujambazi, uchoyo, tunafunga mabano, kwa nia yetu. Neno la lugha ni shahidi wa hili. Kwa nini Jokisabe alitumia neno jambazi? Alitumia neno jambazi kwa sababu yeye mwenyewe Jokisabe hajawahi kumnyang'anya mtu kitu chochote kile katika maisha yake hapa alipokuwa katika hali inayoonekana, wala Jokisabe hajawahi kuwa mchoyo. Hapana, Jokisabe hajawahi kuwa jambazi, na hilo wao wanalijua hilo. Hicho ndio kitu ambacho Esombe naye pia alipenya na akaonyesha kama gisi walivyokuwa. Sasa swali la kujiuliza, ikiwa wanajua na wanatambua kwamba Jokisabe hajawahi kufanya mambo hayo yote, hajawahi kuwa jambazi, hajawahi kutusi mtu, hajawahi kuwa yani hajawahi kufanya mambo yote ambayo tumeyasema. Sasa swali ni kujiuliza, kwa nini wamjie sasa na mapanga na fimbo kama jambazi? Mnaona, yani hapa Jokisabe kabla ya kushikwa tena nawapatia mafundisho wale wanaokuja. Sasa kwa nini mnanichukulia? Kwa nini mnakuja? Haya mambo yote mimi sijawahi kuyafanya. Sasa kwa nini wamjie Jokisabe wakiwa na mapanga na fimbo? Kwa nini mapanga? Ndio kitu cha pili, kwa sababu tumegusia kwanza kuhusiana na ujambazi, halafu sasa mapanga. Tunajua kwamba panga litawakilisha mambo mengi sana, bali jioni hii walipokuwa wakija kumshika Jokisabe wakaleta mapanga, lengo lao ni nini hasa? Byalabamunya sura ya 5 mstari wa 3 hadi 4, yani kitabu cha Mezali 5:3-4 inasema, kwa maana midomo ya mwanamke mzungu na damu mchanganyiko hudondoza asali, na vinywa vyao ni lahini kuliko mafuta, lakini kwenye mwisho ni michungu kama pakanga, yani pakanga kubwa kule mabara, zilizonolewa kama panga kali. Kwa hiyo wanaposema kwamba midomo ya mwanamke mzungu na damu mchanganyiko hudondoza asali na vinywa vyao ni lahini kuliko mafuta, ni katika lengo la kuwaingiza watu katika kifo cha kiroho. Yaani wanaongelea utongozwaji, wanaongelea kuhusiana na uongo, kumwekea mtu mtego, kwa sababu walitaka kumwekea Jokisabe mtego. Na ndivyo ilivyo midomo ya hawa wanawake wazungu na damu mchanganyiko, maana midomo hiyo ni midomo ya uongo tu, ili kuja kumsaki mtu bila hatia yoyote. Ndio maana walipokuja na mapanga na fimbo ili kumshika Jokisabe, kitu ambacho mnatakiwa kuelewa, kwa nini walifanya hivyo. Walifanya hivyo kwa sababu walitaka kwamba watu wengine wote wapate kuamini kwamba Jokisabe ni jambazi. Mnaelewa? Yaani walitaka waamini kwamba Jokisabe ni jambazi, na ikiwa yeye ni jambazi, kwa hiyo watakuwa na haki ya kumweka nguvuni au hadi kumuua kabisa na kumwangamiza, kwa sababu ya kisingizio kwamba Jokisabe ni jambazi. Ndio maana wakaleta mapanga na fimbo ili kuja kumshika
Maana wanapoona hivyo, watu wengine wataona kwamba huyu atakuwa ni mwizi, huyu atakuwa ni jambazi, moja kwa moja hapo watajitetea, na hivyo wanaweza wakammaliza. Sasa Jokisab ambaye ni mwalimu mkuu alipenya hayo, na ndio maana akaanza kuwauliza, sasa nyinyi mmekuja na panga, mmekuja na fimbo, kama vile mnakuja kumshika jambazi. Nani aliwaambia? Nani ndio jambazi hapa? Mimi nimeonyesha wahi kuona kwamba nimeua mtu, aza nimdhulumu kitu cha mtu, nimeongea uongo, nimefanya hiki na hiki? Jibu kama ni hapana. Sasa kwa nini mmeleta mapanga? Kwa nini mmeleta fimbo? Sasa huyu ndio Jokisab. Kwa hiyo hapo walikuwa tayari wameshaanza kudanganya, lakini Jokisab anawaweka kwenye mstari. Kitu cha tatu, fimbo. Fimbo kwa nini? Kitabu cha Uonja sura yake ya 9 mstari wa 3 inasema, kwa maana nira, kuna mabano, pingu, kutiisha, utumwa, utawala, tunafunga mabano, iliyokuwa juu yake, kuna mkato, fimbo, kuna mabano, mateso, ukiwa, adha, mjeledi, tunafunga mabano, iliyompiga mgongoni, kuna mkato, fimbo, kuna mabano, utawala, ya yule aliyemdhulumu Mudima Bekoki Sidi anazivunja kama siku ile inayojulikana na walioanzishwa. Kwa hiyo ndugu zangu, Jokisab alijua uwakilishi halisi wa yale ambayo waliokuwa wamekuja nayo. Kwanza, kitu cha kwanza, ili wamchukulia kama vile jambazi, ndio maana watamletea mapanga na fimbo, lakini akawahoji kuonyesha kwamba hilo mnalofikiri nimeshalipenya tayari. Kwa hiyo fimbo sasa itawakilisha mateso, ukiwa, mijeleti. Hiyo ndio fimbo ambayo hayo ndio waliokuja kufanya dhidi ya Jokisab. Ndio maana tunasonga kwenye Kalata Batopedamudi sura ya 8 mstari wa 2 inasema, ndipo mitume wote wakamwacha wakakimbia isipokuwa Suma. Kwa hiyo Jokisab hapo, baada ya kushikwa, mitume wote walikimbia, kukabaki tu Suma ambaye wataita yule Iskariote. Na hili jambo ambalo linatimia hapa, Jokisab mwenyewe alikuwa tayari amesha litabiri kuhusiana na yote yatakayotendeka. Ndio maana ndani ya Kudu Mula sura yake ya 53 mstari wa 119 inasema, tazama saa inakuja na sasa ipo, ambayo mtatawanyika kila mtu kwa upande wenu, na kuniacha peke yangu kuna mabano, isipokuwa mmoja wenu, ambaye kwa sasa tumeona ni nani? Ni Soma, ambaye yeye alibaki pale kwa muda kidogo, lakini siko peke yangu, kwa kuwa Tite na wapili wako pamoja nami. Kwa hiyo Jokisab alitoa nje malengo yao yote waliokuwa nayo, kwa sababu kwa namna mtu anavyokujia unaweza ukaelewa huyu mtu ni mtu wa namna gani. Wao wamemletea panga, wameletea fimbo, ili kuleta maana kwamba huyu ni jambazi. Kwa hiyo hata nyumbani kwako unaweza ukamwalika mtu, ukamuita mtu nyumbani kwako, na gisi atakavyokuja nyumbani kwako, namna yake atakavyokuwa amevaa, inaweza pia hata kuzirisha, kuonyesha ni namna gani anavyokusamini, kwa sababu hata mavazi yanaweza yakazungumza kwa namna hiyo, ingawa yana midomo, lakini unaweza ukajua kwamba huyu hapana, anipendi, aza hani heshimu, kuhusiana hata na mavazi. Ndio maana sasa tunaingia katika kipengele cha pili, ambacho ni yeye sasa mpambanaji ambaye aliyekimbia uchi, anaitwa kwa jina la Besua. Tutajua maana yake baadaye. Kalata Batopedamudi sura yake ya 8 mstari wa 3 hadi 6 nasema, wakati huo huo wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko, yani metisi, waliniona mimi Besua, yani wakamwona yeye Besua, kuna mabano, pambano, pigano. Kwa hiyo jina lake Besua linamaanisha kwamba ni pambano, pigano. Nikisimama karibu na miti, kwao nilikuwa shujaa wa ajabu aliye uchi. Yani wao walimchukulia kwamba Besua
alikuwa ni mpambanaji kweli mashuhuri aliyekimbia akiwa uchi. Ataendelea kusema, mimi Beswa nilikuwa nimevaa vazi la kitani safi juu ya mwili wangu ulio uchi. Hapa anaanza kuonyesha kwamba alikuwa amevaa vazi ambalo ni la kitani juu ya mwili wake ulio uchi, kwa sababu alivaa hilo vazi, ndani hamkuwa chochote kile. Lakini atatuelezea kwa nini alivaa hivyo. Jioni hiyo mimi Beswa nilikuwa nikioga mtoni katikati ya msitu mtakatifu, si mbali na alipokuwa Jokisabe na wale mitume 11 waliokuwa pamoja naye. Tunasimama kwanza hapo. Kwa hiyo Beswa alikuwa katika kuoga, alikuwa mtoni. Sikilizeni kwa makini. Na tunapokuwa wase, sote tuko watoto wa wase, tulipokuwa kwenye mito huko tunaoga, hauna haja ya kuvaa mavazi, utakuwa tu gisi ulivyo, kwa sababu hata nyumbani kwetu kulikuwa sehemu kwamba utakuta hii ni sehemu ya wanaume ndio wanaoga hapa, na hii ni sehemu ya wanawake. Kwa hiyo wanaume hawawezi wakafika huku na wanawake hawawezi wakafika huku. Hicho kilikuwepo, na wale ambao wako wasi baadhi wanajua hili. Siongelei binti aidha, nini nasema kuhusiana na mito, mtoni, mito. Kwa hiyo alikuwa anaogelea, alikuwa naoga mtoni. Kwa hiyo sasa anapooga hataweka kitu chochote, ataingia ndani ya maji, ataanza kuoga. Msikilize kwa makini. Nilimwona Mutatedi usiku ule, yaani wakati huo usiku alimwona Mutatedi. Kwa hiyo ni kupenda kuonyesha kwamba huyu mwanaume hakuwa mtu ambaye labda watu wanaweza kufikiri kwamba ni kichaa. Alikuwa mtu ambaye ameanzishwa ili kwamba upate kuingia kwenye namna, yaani ufute ukokote mawimbi ya Mutatedi. Ina maana kwamba wewe ni mtu wa kiroho, ili kwamba upate kumwona Mutatedi. Unaona ndugu zangu? Kwa hiyo anasema alimwona Mutatedi. Alafu sasa ataelezea, muda fulani baadaye nilisikia sauti kadhaa na kuona mienge inayowaka kwa mbali. Nasikia. Kwa hiyo wakati alipotazama akaona kwa umbali kuna mienge inayowaka kwa mbali, lakini pia akasikia na sauti kadhaa. Hapo moja kwa moja akaingia katika hali ya kusema ni kitu gani ambacho kinaendelea? Lakini hapa ametuambia kwamba sehemu aliyokuwa yeye alikuwa ni si mbali na pale ambapo Jokisabe alikuwa pamoja na wanafunzi wake 11. Kwa umbali anaona kuna mienge ambayo inakuja kule, anasikia sauti. Wakati huo kwa haraka mimi Beswa niliweka vazi langu la kitani safi juu ya mwili wangu ulio uchi bila kuvaa nguo zangu za ndani. Kwa hiyo anasema kwamba wakati alipoona kitendo hicho kwamba umekuja na mienge wanaongea, akawa akastuka, akasema ni kitu gani ambacho kinaendelea? Ndio maana kuliko kwenda kuchukua kwanza avae chupi nini, ili kwamba alichukua tu lile vazi lake la kitani akajifunika ili aharakisha aende kuangalia ni kitu gani ambacho kinaendelea. Kwa hiyo ndio maana alikimbia yuko uchi. Haya mambo si yapo hata nyinyi zaidi sana akina baba, hata akina dada wa mama, mnapolala kuna lile vazi lile ambalo mnaweza mka asubuhi haujafanya chochote, unaweza ukaliweka hivi haraka, alafu hata watoto ikiwa na watoto wanapolia hata usiku, kuliko kuanza kutafuta nguo hizi na hizi na zile, unachukua tu hiyo unajifunika, alafu unaenda kuangalia watoto kuna nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo hapa yeye alikuwa na vazi lake la kitani, kwa hiyo ndio maana akalichukua hilo moja kwa moja kutoka ndani ya maji na kuchukua na kuliweka, alafu akaelekea ili kwenda kuona ni nini ambacho kinatendeka, hizo sauti ni za nini, na hiyo mienge inakuja wapi, kufanya kitu gani. Hapo hivyo tayari yupo, lakini amefunika kweli na hilo vazi, lakini ndani ana chupi, ana box kwa wakati huo. Kwa hiyo wakati huo kwa haraka mimi Beswa niliweka vazi langu la kitani safi juu ya mwili wangu ulio uchi bila kuvaa nguo zangu za ndani, na nilikuja kusimama karibu na miti ili kuelewa vizuri zaidi kile kinachotokea.
anaeleza ndio maana alikuja kwa haraka hivi, ili angalie ni kitu gani ambacho kinatendeka, ni nini kinachotokea. Punde baada ya mitume kukimbia, aliona isipokuwa soma, wazungu na damu mchanganyiko, yani metisi, waliniona. Kwa hiyo alikuwa kama vile amejificha kwenye miti, lakini wazungu na damu mchanganyiko walimuona, kasema hii, huyu anakuja kufanya kitu gani? Ndipo baadhi ya wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko, walitaka kunikamata. Kwa hiyo wakataka kumshika ili kwamba wamshike kwelikweli. Ndio maana tunaingia katika kipengele cha tatu ambacho kinahusu ono la kinabii. Baada ya kukamata vazi langu, mimi Beswa niliponyoka kwa nguvu za kulungu na wepesi wa swala. Kwa nini kipengele hichi cha tatu tunasema kwamba ni ono la kinabii? Kwa sababu lilitabiriwa. Haya mambo ambayo amepitia yeye Beswa yalitabiriwa. Ndio maana tunaenda ndani ya Bambe Kilo, yani Amosi sura yake ya 2 mstari wa 14, inasema unabii kuhusu mmoja wa wawili, shujaa hodari zaidi kati ya mashujaa walioanzishwa, atakimbia uchi siku hiyo, asema Mutatedi. Luba. Kwa hiyo Mutatedi anafunua kwamba Beswa alikuwa mtu ambaye ameanzishwa, mpambanaji shujaa wa hali ya juu. Beswa ni kweli kama vile mtu ambaye ameanzishwa, alikuwa anajua vizuri huu unabii kwamba upo, lakini wakati huo hakujua kwamba huu unabii unamuhusu yeye. Yaani alitambua sasa kwamba unabii unamuhusu yeye wakati ambapo hilo tukio lilipotukia, ndipo akasema, akakumbuka, akajua kwamba kumbe unabii ulikuwa umenihusu mimi. Ndio maana Kalata Batopeda Mudi, yani kitabu cha manabii sura ya 8 mstari wa 7 hadi 8 inasema, na mara moja nikaacha vazi langu la kitani na kukimbia uchi. Hiyo ndio sababu ya yeye kwa nini akimbie uchi, ndugu zangu, kwa sababu alikuwa anaoga. Na unapooga unatoa mavazi yako, unaweka sehemu kando, unaoga. Lakini akasikia fujo, akaona mienge, asema ni nini ambacho kinatendeka? Akawai haraka, akachukua vazi, akadhani ili nendi kuangalia ni nini ambacho kinatokea, alafu mengine atakuja baadaye. Na mara moja nikaacha vazi langu la kitani na kukimbia uchi. Hilo lilifanyika ili unabii uliotolewa na Bambe Kilo, yani Amosi, utimizwe katika maneno haya, shujaa hodari zaidi kati ya mashujaa walioanzishwa atakimbia uchi siku hiyo, asema Mutatedi. Kwa hiyo unabii wenyewe ulitimia. Kwa hiyo ndugu zangu, ni kupenda kuambia kwamba hii ndio maana halisi ya huyu wanaita kijana mwanaume ambaye aliyekimbia akiwa uchi katika kipindi hicho cha Jokisabe, wakati aliposhikwa na wazungu na damu mchanganyiko na sehemu ya watu weusi wasioanzishwa. Kwa nini alikimbia akiwa hana vazi? Yeye mwenyewe ameeleza hayo yote. Kwa hiyo nikupenda kuambia kwamba ndugu zangu, hatupo hapa kwa ajili ya kufanya mzaha, hapana, bali ni ufunuo ulio hapa, na ufunuo wenyewe ni mzaliwa wa pili. Kwa hiyo ndugu zangu, msiogope, huu ndio ukweli halisi, msiwe na wasiwasi. Kweli inawezekana mkawa na maswali, ulizeni tu, na ndio maana wakaribisha tena, kujeni tarehe 30. Naposema kujeni, utakuwa tu nyumbani kwako, hauna haja ya kutoka sehemu ambao ili uende sehemu nyingine. Ukiwa na simu tu utapakua app hii ya Zoom na utajiunga nasi tu saa 4:30, unajiunga moja kwa moja na tutashiriki pamoja. Usiogope, usiogope ndugu yangu, wala usiwe na wasiwasi kuhusiana na hili. Luba anaendelea kujitukuza.